Kwangu mimi miaka 25 ya LDJD ni ya kimapinduzi zaidi, kwa sababu wakati huo tunaacha labda muziki, sio tunaacha, nadhani yeye ni mwanadada wa kwanza mkubwa kwenye kizazi kipya. Kwa hiyo alileta mapinduzi makubwa sana, kwa sababu baada ya wakati huo muziki ya bendi kuna wakina mama zetu tunawaheshimu wa zamani. LDJD alikuwa ni mwanamke wa kwanza wa muziki wa kizazi kipya. Ya miaka 25 yenyewe anajieleza, kwa sababu kikawaida miaka 25 ni mwanadamu anazaliwa, anakuwa mkubwa, anaenda sekondari, anamaliza chuo, inajielezea kila kitu, na amefanya mapinduzi makubwa sana katika hilo. Inajieleza yenyewe kwamba miaka 25 ni mingi sana. Na naposema hivyo kwa sababu angalia kabla ya LDJD kulikuwa kuna nani mwingine ambaye alikuwa yuko katika hiyo hii industry wa kizazi kipya. Wakati huo kulikuwa na wanamuziki wa zamani sana, wakina Kida Waziri, wakina nani na wengine ambao nadhani nyinyi wengi ni wafahamu. Kwa hiyo tunavyoelezea hili ni kwamba tunamzungumzia mwanadada. Sasa hivi kwa watu wengine anaweza kuwa ni mwanamama ambaye alikuwa wa kwanza kufanya mapinduzi kwenye kizazi kipya cha muziki, kama unavyomzungumzia wakina Professor Jay, wakina Sugu na wengineo. Labda pengine wadada wengine wajifunze nini ambao wanachipukia sasa? Wajifunze discipline, kwa sababu unaona kwa nini LDJD hivi anajaza, sio tu kuhusu muziki, lakini kuhusu vile vile maisha yake binafsi. Discipline, no scandals, no what. Na kuna masuala mengine ya kujieleza kuhusu yeye mwenyewe, kuhusu talent yake. Amekeep majuzi kwa generation mpya inaujua sana wimbo wa mambo matano. Inamaanisha kwamba yeye bado anaendelea kumaintain kuwepo katika game. Hiyo ni muhimu sana. Kwa sababu hapa tunaangalia wakina Zuchu, wakina Nandi, Ruby na wengineo. Baada ya miaka 25 wanaweza kumaintain kama JD alichofanya? That's a question ambayo wao inabidi wenyewe wajiulize. Kwamba sio tu naimba nyimbo za zamani, lakini wakati huo baada ya miaka 25 unaweza ukatoa hit song kama ilivyokuwa mambo matano. That's a question. Kwa hiyo inabidi wajifunze discipline, waendelee kuwepo kwenye game na mambo mengine. Lakini hapo kwa kuongezea LDJD kama tenga hivi na Gen Z, kama leo tunaona kina Zuchu, hatujaona kina Fina, wasanii ambao wapo sasa hivi kwenye Bongo Flava. Labda unaweza kutuelezaje kwenye hiyo ambao watu wanatafsiri kama hivyo la? Mimi sio manager wa LDJD, siwezi kujua arrangement zake. Mimi ni rafiki yake tu wa karibu. Siwezi kujua arrangement zake na mambo mengineyo kuhusu hilo. Kwa sababu wasanii nao siku hizi wana mambo mengi. Kuna uhusiano wa karibu, kuna ratiba za wasanii na mambo mengine. Kwa mfano leo unaweza kusema kwa Diamond hayupo, kumbe yuko London. Sio leo. Kwa nini Alikiba hayupo? Sijui kwa nini Harmonize, kumbe wana ratiba zao ambazo ni tofauti. Na mimi sijasimama hapa kama manager. Swala la mahusiano ni kwangu mimi siwezi kuelezea, lakini labda ukizungumza kwamba hana mahusiano mazuri na wasanii wa sasa hivi, I don't know, hilo silijui. Lakini labda kuhusu kushirikiana labda kwenye muziki, ameimba na Harmonize, nadhani sijui na msanii gani katika kizazi kipya. Lakini mimi hilo kusema kweli napenda nijitenge na hilo swali, kwa sababu sijui kuhusu mahusiano yeye na wasanii wa sasa hivi. Edo, kama mkongwe lakini pia mtu ambaye ni wa karibu sana wa LDJD, unahisi nini hasa amekifanya kubaki kwenye picha ambayo yuko mpaka sasa hivi katikati ya wanaume? Tukitazama kuna wanaume wengi sana wameshindwa kusimamia ambapo LDJD yupo sasa hivi. Wengi wameshindwa kuendelea na muziki, wengine wamepotea kabisa, waliobaki ni wachache sana. LDJD yuko hapa, amekutana na Gen Z, lakini bado ana nafasi yake kwenye industry na jina lake bado liko pale pale. Unahisi nini hasa amekifanya? Nimetoka kuelezea hapa. Cha kwanza ni discipline yake mwenyewe binafsi, kuhusu maisha yake binafsi, kwa sababu kuna watu wengine ambao wanaharibiwa na maisha yao binafsi. Kwa mfano LDJD angekuwa anakula drugs, leo hii tungesimama hapa labda kuja hapa kufanya hiki kitu. Nadhani umeelewa vizuri ndivyojibu hilo swali, kwamba labda angekuwa ni mtu ambaye yani maisha yake ni ya ovyo sana, anakula drugs, anafanya nini, tusingekuwa hapa tunafanya hilo swala. Lakini pili, self discipline na kuelewa game linakwendaje. Kwa mfano labda yeye atoe nyimbo nyingi sana, anajua namna gani kitu cha kufanya, wakati huo afanye kitu hiki, wakati hii afanye kitu hiki, kitu ambacho wasanii wa zamani wanafeli, wawe wanaume wawe wanawake wanafeli kwa sasa. Lakini anajua jinsi gani game inaenda au anafanya nini. Kwa mfano
Jide hafanyi kitu kila siku, anaandaa events tu. Ameandaa kwa mfano hii miaka 25, huwa anaandaa sijui wine talk, yani vitu vichache ambavyo vinamweka yeye katika ile heshima ambayo inazidi iwepo. Anakuwa very corporate, kitu ambacho hata wasanii wa zamani wanashindwa, kwa sababu kuna mtu anakuwa anajiweka kwenye hadhi za ovyo ovyo ambavyo hawezi kuheshimiwa na watu wa kawaida au watu ambao wanamzunguka. Leo Lady JD ana release album yake ya 10 na naamini uwepo wako hapa na urafiki wenu umewakutanisha kwa sababu ya muziki wake. Kwako unaizungumziaje album ya 10 leo ana release? Nikizungumza kikawaida, rafiki yangu sitaki tu kumzungumzia Lady JD, jiulize wasanii wa sasa hivi watafika kwenye album za 10 wakiwa katika heshima ya kiwango hiki, parking zikiwa zimejaa magari. Kwa hiyo ni mtu ambaye binafsi na mheshimu na ametengeneza hii heshima ambayo anayo leo. Unajua, nadhani hapa watu wengi, mimi ni mwandishi mwenzenu, hilo lazima mkubali. Yeah, sure. Na nyinyi mtakwenda baadaye mtafikia miaka yangu. Mtaona watu ambao wako sasa hivi miaka hiyo ambayo nyinyi mtafika kwenye umri wangu, au wao kishafikia miaka 25 watakuwa wako wapi? Watakuwa wameendelea kutengeneza heshima hii au itakuwa iko vipi? Nadhani ni self discipline, kuendelea ku keep your voice, talent and everything. Kwa hiyo kufikisha hiyo albamu ya 10, jiulize hawa wasanii wetu ambao sasa hivi wanatamba wana albamu ya ngapi? Nadhani hili swali unauliza leo, baada ya miaka 10 tu ijayo, mwenyewe utasema kwamba bwana, mimi wakati naanza kutangaza sijui kufanya nini, kulikuwa kuna msanii huyu wa kike, lakini sasa hivi yani sijui hata yuko wapi. So it's discipline, it's everything. Na hata sio kuhusu muziki tu, kuhusu nyinyi. Sasa hivi naongea na nyinyi kama watangazaji, waandishi au nini. Baada ya miaka 10 utakuwa uko wapi? Jiulize hilo swali. Okay, ndani ya hizo album 10 ambayo leo Silva anaenda kuintroduce, ni album gani ambayo hata ukikaa ukisikiliza kabla hujamaliza machozi? Album ya kwanza hii. Yeah, of course, ili introduce vizuri sana. Edo, tumeona ndugu yako Oscar. Kwa chana uandishi pia sasa hivi tunaona anafanya vizuri sana kwenye muziki. Na ngoma yake ya kwanza pa kuitwa Basata, kitu kikubwa. Take yako nataka kujua. Ndugu yako ameingia kwenye muziki. Unampa max ngapi kwanza? Oscar, nakupa max 200. Hakuna mtu ambaye anatingisha sasa hivi kama wewe kwenye hip hop. Tangu umemtambua, tangu Kwa nini umesema hivyo? Kwa nini umesema hivyo? Tuna generation yetu ambayo ipo Gen Z, kuna kina Joh Makini wapo wanatikisa. Yaani Oscar alivyo. Yaani Oscar alivyo. Ameleta hip hop ya zamani kwenye generation mpya. Young Lunya usimtaje hivyo kwa sababu yeye ni generation mpya kwenye hip hop mpya. Oscar ametuletea ile ya zamani, ile kina Jemo, sio kina Professor J kwenye generation mpya. Tumsubiri jamani. Na mimi ndio manager wa Oscar. Na tuna shows zinakuja. Kuna comment nyingi za jamii zinasema kwamba Oscar kwenye kuimba bado sana. Sasa inaelekea nyinyi kama watu wa karibu mnamjaza hivi. Wewe unajua mpira? No, nataka nikuulize hilo swali kwa maana ya kwamba kwenye muziki, kwenye football kuna divided opinion. Yaani watu wamegawanyika mawazo. Kwa hiyo tuendelee kumsubiri msanii wangu na atakuwa babu kubwa zaidi. Unaiona collab ya Oscar na Lady JD? Hiyo ipo tayari ishafanyika. Tuwasubiri collab ya Oscar na Diamond. Hiyo vimbona umechelewa. Swali langu ni kwamba ukiangalia muziki wake na Jenny ambaye tuko nayo sasa hivi, unafikiri unamuona wapi? No, unajua, alafu hiyo nataka niwaeleze, I'm very serious about this. Tusishindanishe generation. Hata wasanii wa zamani wanakosea sana sasa hivi kufanya collab wenyewe kwa wenyewe. This my take. Sijui umeelewa vizuri. Usilinganishe hiyo. Wao mlinganishe Oscar na generation ya zamani. Sio ya sasa hivi. Kwa age nasema. Kwa muziki wa sasa hivi wakina Young Lunya wana swaga zao nini. Oscar amekuja ile kama ya kizamani, lakini ndio mwanamuziki mpya. Tangu umemfahamu ulitegemea hii kuiona labda pengine angefanya naishi na Oscar kila siku, nilitegemea hilo. Lakini inasemekana kwamba Baba Levo anaandikia sana hizi. Hapana, Oscar anaandika mwenyewe. Oscar anaandika mwenyewe. Ile kwanza ile Oscar anaandika Baba Levo. Hapana.
kwa sababu Baba Levo hip hop wenyewe hajaiweza kihivyo, ameweza zaidi kwenye kuimba wala andikiwi. Tukutoe huko tukulete kwenye swala zima la dabi ya Kariakoo. Nazungumzia Simba na Yanga. Natamani uzungumze kidogo tu kwenye hili. Dabi imepangwa tayari ni tarehe 25 kama sikosei. Na kulikuwa kuna sintofahamu nyingi, mala Yanga wanaidai TFF, mala TFF wanasema Yanga wao ndo anadaiwa. Maneno yamekuwa mengi sana. Tunatamani neno lako kidogo kwenye hii dabi. Nini hasa kilikuwa kinakwamisha dabi kuendelea? No. Kilichokuwa kinakwamisha ni ego. Ego ni kujisikia kwa hizi timu mbili kubwa kwa sababu zinajua zimemiliki mpira wa Tanzania. ST Bongo, nyumbani kwanza.